Kwa majina ninaitwa Sebastian Lumbasi, mkaaji wa Shakolo Mkhalari na kutoka kaunti ya Mumias East. Na hapa penye niko ni karibu na kwangu, na ninaona mheshimiwa ameanza kulima hii barabara. Tumekuwa na changamoto mingi katika hii barabara kutoka Shakolo kwenda kufika mpaka Khaimba, na kwa muda mwingi hata vijana bodaboda wamefika wakati wakapanda viazi, wakapanda ndizi hapa kwa waking'ang'ana kwa sababu ya mashimo ambayo zimekuwa, lakini kwa siku ya leo tulikuwa tumeiona kwa leo, lakini tumeamkia asubuhi ya leo tumeona trakta iko imeanza kulima, hata mainjinia zake wako wanashughulika kuangalia vile driver anaipeleka hii barabara. So far ashatoka Shakolo amefika hapa kwa kona kiasi fulani, na imebakia tu kilomita kidogo kufika Khaimba, na njia ambayo tunaiona ikiendea ni vile tuna imani ya kwamba ataitengeneza vizuri. Na kwa ajili ya hiyo pia sisi sasa tushaanza kujua ya kwamba tuko katika mahali ambapo mheshimiwa anatukumbuka, na tuna imani ya kwamba katika hiyo hali akiendelea, na asifanye tu peke yake, kwa sababu humu ndani kuna barabara mingi, pia akumbuke aingie kwa hizo zingine. But so far hii barabara tumekuwa na changamoto mingi, na tunashukuru. Wacha tuone vile inaenda, na ile hatujui ni kwamba ni msimu wa mvua. Hatujajua ya kwamba ataishughulikia katika hali gani, ndiposa tukishughulika katika barabara tukikimbia tuwe na amani katika njia gani, kwa sababu mashimo ni mengi na kila mtu anajua wakati barabara inapolimwa wakati wa mvua kunakuwa na changamoto za matope, maji kusimama, lakini vile tunaangalia trakta ikiingia katika makalabati zote inaingiza vizuri. So tuna imani maji ikikuja itakuwa inaingia katika ile sehemu ambayo inahitajika. So niko na imani kazi itaenda. Kwa muda mwingi sisi tulikuwa tunajua hii barabara ni ya county, but kutokana na hiyo kukaa ya muda yote, hata tukaambiwa kila wakati tulipokuwa katika mikutano ya matanga, mikutano ya hadhara, walikuwa wanatuambia kwamba ni MCA ndiye anatakana atengeneze hii barabara. Lakini inafika wakati wanapopiga tu story, tulikuwa tunajua ni story tu, sasa tulikuwa tushazoea juu sababu tulikuwa tunapata imekaa, it is over 5 years now. Sasa mheshimiwa vile ameanzisha hivi tunajua itaenda vizuri, kwa maana tumekuwa na changamoto watu wanaanguka kwa barabara mengi. Haya, mahali pengine unafika unapata shimo ziko. So as we have seen ni MP amezindua kuitengeneza. Sasa ndo tushajua ya kwamba ilikuwa side ya MP, na ama kama amechukulia hilo jukumu la kutengeneza hii barabara kwa ajili ya wakazi wake, tunajua tuko na imani katika hiyo hali. Na wengi tulikuwa na wasiwasi tukifikiria kwamba hii barabara imewachwa, MP ameiacha, labda iko kwa MC, kwani sasa inaenda namna gani? Na hapa Mkhalari tunaona saa hii wamezindua kituo cha kupiga kura, Shakolo iko, Khaimba iko. But so far watu wamekuwa wanafikiria Mkhalari hakuna kituo. But hata tumekuwa tukipigia Shakolo na Khaimba, haswa mimi nimekuwa nikipigia kura yangu Shakolo. But wakazi wengi wa hapa Mkhalari tulikuwa tunaenda Shakolo na Khaimba. But this year tunajua ya kwamba 2027 tuko na kituo hapa Mkhalari kwa shule na tutapiga. So once tunaona ya kwamba mheshimiwa anaanza miradi kama hii kutusaidia, pia sisi tutamanage kujua pia yeye apate kura yetu hapa kwa shule. Ikikupata kama wakati wa mvua ama ifike wakati kama uko na shughuli kama ya matanga, tunajua kuna wakati mmoja ambapo one of my grandfather Kukanet Yetsa Nafwa, one of women representative yaliyenyere huko kasi umwanda kuno, alikuja akajaribu akatengeneza kutoka Shakolo mpaka kwa Boma, na tangu hiyo wakati ndio hiyo barabara ilibaki tu hivyo. So hiyo changamoto, labda ungekuwa na mgonjwa, hata kuitana tu gari kuja kusaidia kubeba mtu wako kufika kwa lami ama upate pikipiki, ilikuwa ni changamoto mingi sana. So tunajua saa hii tutakuwa na urahisi wa kutembea juu ukitoka kwa barabara kuingia kwa maboma. Aswa sana sio na mheshimiwa asilime tu barabara, pia aweke wala ambao wanafaa
wafungue hizi culverts, so maji ikikuja ipate vile inateremka ikiingia kila mahali penye inahitajika, sio tena ibaki kwa barabara ikisumbua watu, ikichimbua barabara tena. Na lile sasa hatujui ya kwamba akishafanya hivi ataleta moram amwage ama atalima tu hivi na iache. Kwa majina ni Bonfenje Shtemi, mkawaji wa Mkhalari Shahulo Makunga, Shahulo Mkhalari Khaimba Road. Mimi ni mkaaji wa hapa na niko karibu na barabara. Siku ya leo tuko na furaha sana kuona mheshimiwa akilima hii barabara. Tumesumbukana kwa muda mrefu tangu Gavana Oparanya alime hii barabara, haijawahi limiwa tena. Kwa sababu mimi nikifikiria vizuri, tulikuwa na mzee mwenye alikufa hapa kitambo, is almost 5 years ago. Ndio women rep akalima hii njia kufikisha kwa matanga. Tangu siku hiyo watu wa Mkhalari Khaimba tunateseka sana. Yani hatuna mahali pa kupita, maji inajaa barabarani, mashimo, watu wanaanguka, kama uko na mgonjwa hata uwezi kupeleka hospitali. Yani ugonjwa ukikupata usiku, kiita mtu wa potapota au wakari anakuambia kama ni hiyo hatutakuja. Yani leo hii tuna furaha kubwa kuona mheshimiwa akisindua hii barabara. Lakini hoja kuu hatujui ataweka moram au hataweka moram. Na ikiwa ataweka moram, tunasema aweke moram na tena akumbuke hizo njia ndoko za kuingia vijijini, kwa sababu sisi kama wakaaji wa Mkhalari kituo tumeweka hapa na tutajitokeza kwa huti na ufumba kupika kura. Ndiposa tunaambia mheshimiwa atukumbuke sana na tena atutembelee, kwa sababu saa hii tunapotoswa na mambo mengi, tunapoteza mwelekeo. Lakini tunapoona barabara ikitengenezwa, hawe karibu atembelee watu wake, tutakuwa na mwelekeo thabiti. Na sisi tunajua ya kwamba barabara, maji ndio usima. Tena tukumbuke sisi watu wa Mkhalari Khaimba Shahulo hatuna maji. Watu wanateseka, wanakunywa maji chafu. Tungeomba hata hii barabara tukumbuke. Hata tulikuwa tunaonelea hii shimo yenye Chevingo yenye iko hapa Mkhalari Primary, waweka hapo tangi, alafu watu wa area wapate maji. Maji ni shida kwa hii area. Tuseme tu barabara peke yake. Wamama wanateseka, wakienda mtoni wanaanguka. Sasa ingine kama iko kiangaza wanaenda wanakaa kwa mtoni karibu masaa 6. Mama amewaja, kama ameweka jai atapata jai kama imesha haribika. Watoto wanaruti lunch, mama ameenda mtoni. Sasa hiyo tena ni kitu ingine yenye naongezea mheshimiwa akumbuka hao watu wa Mkhalari kuwawekea maji. Hilo swali nitalijibu hivi. Hiyo ni njia moja wanasiasa kukunyanyasa, kwa sababu hii barabara sisi tulikuwa tunajua ni ya governor. MCA ndiye alikuwa anahitajika kulima hii barabara, lakini kwa mambo mengi MCA akikuja anasema hiyo barabara ni ya national government. Sasa tulikuwa kwa mchanganyiko, lakini saa hii hatujui. Sasa tumeona mheshimiwa akifanya, tumejua kama amechukulia pale, tunashukuru. Lakini tulikuwa tunajua hii barabara ni ya county. Kwa majina naitwa James, mkaaji wa Shahulo. Na tulikuwa tunasumbukana barabara, naona sasa barabara ndio inatengenezwa. Naomba waendelee kutengeneza vizuri, watuwekee maram na weke na culverts. Nashukuru sana kwa yule mtu ametengeneza hii barabara. Asanteni. Kuhusiana na kusumbukana na makastoma hapa, mara mvua ikinyesha toka tunapita hapa na pikipiki vizuri, kidogo ilikuwa tunaangusha makastoma. Kwanza pale karibu na shule ya Shahulo kulikuwa kubaya sana, hata kwa kunapitika nako. Wanafunzi walikuwa wanasumbukana wakienda shule, asubuhi matope ndio hiyo imejaa kwa barabara. So nashukuru tu yule mtu ametusaidia kutengeneza barabara. Mungu ambariki na aendelee kututengenezea hivyo, atuwekee na culverts pia. Nikimalizia nataka tu kusema kwamba yule mtu ameona kutengenezea barabara asikuwa anangoja tu wakati kunaelekea kwa kura na kuja kutengeneza barabara. Hii barabara inatusaidia sisi tunapigaji kura huku, ikiharibika tu kidogo mnakuja mnatengenezea barabara. Si mngoja wakati wa kura na mkuja mtengeneze hii barabara. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Bramwell Malo. Mimi ni mwakilishi hapa wa contractor. Hii kazi
tumepewa kupitia kwa ofisi ya Mheshimiwa Salasia. Na unapoona tumeanza ditching huku kando. Tunataka kufanya maraming pia tutaweka culvert installation. Na kwa siku 5 hivi tutakuwa tumemaliza. Sasa tumeanza na bush clearing. Tulianza na bush clearing, tukaenda sasa kwa formation tukitengeneza ditch drainage. Tutakapomaliza hapo hivyo tutaenda dumping, alafu spreading ya maram na watering, inaitwa watering. Wakimaliza watering, tutaenda sasa kuinstall culvert. Tukiangalia zile area ambazo maji ziko na poor drainage, hapo ndo tuta install culverts. Bado tujapewa, ni hii tu tumepewa kama sisi kampuni yetu. Jesa. Yes. Nakilisha. Ni mimi tu, ni mimi. Ni mimi. Mimi ni mkazi wa hapa, na hii njia yetu sijui tuko na MCA ama tuko na MP, sababu hata juzi karibu nianguke. Customer wanaanguka kwa hii barabara. Tunalaumu watu wa pikipiki, lakini pikipiki si wabaya. Barabara ndio mbaya. Kusema ukweli, mtuundie hii barabara. 27 imefika. Sijui mtakuja na hiyo 100 yenu tupokee ama tusipokee. Hatutapokea hiyo 100 yenu sababu mtakuwa mnatuonga na hamtaki kututengenezea barabara. Sababu sisi tunataka barabara, hatutaki 100, hatutaki matumizi ya 100 kuna kitu itatufanya. Hiyo 100 yenye mlitupea 2022. Sasa 100 itakufanyia. Ama kama mlienda huko sababu ya mifuko zenu, tena mtuambie 2027 imefika. Na sisi ndio wapika kura. Mtaona. Sijui walijituma tu kwa sababu ya manufaa yao, kwa sababu ya mwananchi. Tunateseka sana kwa hii barabara na matakwa ya kupata usaidizi hakuna. So tusaidie. Tutengeneze barabara. Nao ndio watu wanakuajiri hiyo kazi, unakuwa MCA. Ukikataa kuwashughulikia utaongeza nani? Viongozi ambao tulipeleka huko hawajui chenye tuliwapeleka kufanya. Kwa sababu hii barabara ukiuliza MCA anakuambia ni ya MP. Ukiuliza MP anakuambia ni ya governor. So ukiuliza governor naye anakuambia ni ya senator. So tunaamurisha mahali penye wako wanasikia hii sauti ya kwamba tumewangoja huko kwa matanga. Tumewapea siku 14, na kama siku 14 itaisha, kama wachafanya kazi, tuko tayari na tuko tayari kupambana. Vijana mko tayari? Mko tayari? Mimi nataka kuuliza MP na MCA na governor. Hii njia naona uliajiri watu kutoka huko juu. Unawaulizanga huwa wanapita wapi? So mimi mahali pa MP, mimi niliuza MP njia inafaa ilimwe na nani? MP akasema ni ya governor. Ukiuza MCA anasema ni ya MP. Muache kutuchezea na governor. So hii njia inafaa mtutengenezee, hii njia tujue nani analima hii njia, tujue ni nani. Juu hii njia mnakujanga na shilingi 100, mnatupea 100, hizo ni miaka 5. Juu kihesabu 20 hiyo ni mwaka mmoja, 20 ingine mwaka ingine hiyo hivyo. Nataka kumwambia hivi, mimi kama Ramawa hapa nilimpigia kura nikasimama na nyinyi. Iwapo mtatengeneza hii njia, mimi na nyinyi itakuwa imeisha. Ama vijana? Tunapea 14 days mkuu mmetengeneza hii njia. Kama mtatengeneza njia, sisi na nyinyi tu tutapanda hapa mandizi kila mahali. Ikiwa wanatoa ushuru, kwa nini ushuru isifanye kazi, njia itengenezwe, watengeneze sitima? Hata watoto wakitoka ng'ambo ile wasianguke kwa maji. Vile mimi naishi karibu na mtoni hapo, nasumbukana kuwatoa karibu na maji mpaka hiyo, hata nashangaa na mto imeenda, miaka ndio hii imeenda. Tangu sijui mwaka gani walilima hii njia, miaka imepita karibu 10. Mimi ni mkazi wa hapa, na hii njia yetu sijui tuko na MCA ama tuko na MP, sababu hata juzi karibu nianguke. Customer wanaanguka kwa hii barabara.
tunalaumu watu wa pikipiki, lakini pikipiki si wabaya, barabara ndio mbaya. Kusema ukweli, mtuundie hii barabara. 27 imefika. Sijui mtakuja na hiyo 100 yenu tupokee ama tusipokee. Hatutapokea hiyo 100 yenu sababu mtakuwa mnatuonga na hamtaki kututengenezea barabara. Sababu sisi tunataka barabara, hatutaki 100, hatutaki matumizi ya 100 kuna kitu itatufanya. Hiyo 100 yenye mlitupea 2022. Sasa 100 itakufanyia. Ama kama mlienda huko sababu ya mifuko zenu tena mtuambie 2027 imefika. Na sisi ndio wapika kura. Mtaona. Sijui walijituma tu kwa sababu ya manufaa yao, kwa sababu ya mwananchi. Tunateseka sana kwa hii barabara na matakwa ya pata usaidizi hakuna. So tusaidie. Tutengeneze barabara. Nao ndio watu wanakuajiri hiyo kazi, unakuwa MCA. Ukikataa kuwashughulikia utaongeza nani? Viongozi ambao tulipeleka huko hawajui chenye tuliwapeleka kufanya. Kwa sababu hii barabara ukiuliza MCA anakuambia ni ya MP. Ukiuliza MP anakuambia ni ya governor. So ukiuliza governor naye anakuambia ni ya senator. So tunaamurisha mahali penye wako wanasikia hii sauti ya kwamba tumewangoja huko kwa matanga. Tumewapea siku 14 na kama siku 14 itaisha, kama wachafanya kazi, tuko tayari na tuko tayari kupambana. Vijana mko tayari? Mko tayari? Mimi nataka kuuliza MP na MCA na governor. Hii njia naona uliajiri watu kutoka huku juu. Unawaulizanga huwa wanapita wapi? So mimi mali pa MP, mimi niliuza MP njia inafaa ilimwe na nani? MP akasema ni ya governor. Ukiuza MCA anasema ni ya MP. Mwache kutuchezea na governor. So hii njia inafaa mtutengenezee hii njia, tujue nani analima hii njia, tujue ni nani. Juu hii njia mnakujanga na shilingi 100, mnatupea 100, hizo ni miaka 5. Juu kihesabu 20 hiyo ni mwaka mmoja, 20 ingine mwaka ingine hiyo hivyo. Nataka kumwambia hivi, mimi kama Ramawa hapa nilimpigia kura nikasimama na nyinyi. Iwapo mtatengeneza hii njia, mimi na nyinyi itakuwa imeisha. Ama vijana? Tunapea 14 days mkuwe mmetengeneza hii njia. Kama mtatengeneza njia, sisi na nyinyi tu tutapanda hapa mandizi kila mahali. Ikiwa wanatoa ushuru, kwa nini ushuru isifanye kazi, njia itengenezwe, watengeneze sitima, hata watoto wakitoka ng'ambo ile wasianguke kwa maji. Vile mimi naishi karibu na mtoni hapo, nasumbukana kuwatoa karibu na maji mpaka hiyo, hata nashangaa na mto imeenda, miaka ndio hii imeenda. Tangu sijui mwaka gani walilima hii njia, miaka imepita karibu 10.